Mtu akawa kazoea kukuchapa kila siku, kafanya yeye ndo hobi yake, ndo starehe yake, akupige konzi alafu ulie yeye anacheka. Jamaa ili ala akili. Akikuona kule anakuvizia, anafanya kama game fulani hivi. Wewe utaomba dua, Mungu yupo, Mungu yupo. Mungu yupo kweli, lakini huyu hamuogopi huyo Mungu. Jipange siku moja umkungute kweli kweli, wallahi atakupitia mbali. Mmefahamu vizuri? Ukimpiga wewe, siku ya pili akikuona kwa mbali atatafuta njia nyingine, au na yeye atajipanga ajenge uwezo wa kukabiliana na wewe. Lakini lazima ufikie hatua mtu wajue huyu jamaa sio wa kawaida, si mzembe kama unavyofikiria. Pale ndo utakapoishi kwa amani. Na aya kama hizo ni nyingi kwenye Qur'ani. Allah kwa mfano kwenye suratu Tauba, Allah amesema wa'aidu lahum mastata'tum min quwwa. Kwenye suratul Anfal, wa'aidu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Na nyinyi msiwe wajinga wanyonge, jiandaeni mtengeneze nguvu ya ulinzi. Muwe na silaha bora kama wao walivyo na silaha. Muwe na vipando vya kuendea vitani kama wao walivyo na vipando. Kama wana mafarasi, na nyinyi andaeni farasi wa vita. Wana silaha bora, na nyinyi andaeni silaha bora. Watakapojua mna nguvu sasa ya kijeshi, hapo ndo mtakapopata salama. Lakini mkawa watupu hamna kitu, watakuchezeni, watakunyanyaseni kama wanavyotaka. Kanuni ya kimaumbile iko hivyo. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, wallahi nyinyi munatisha zaidi kwenye nyoyo zao kuliko Allah. Dhalika bi annahum qaumun la yafqahun, hii ni kwa sababu hawa watu hawafahamu uhalisia wa mambo. Mungu hawamjui ipasavyo, lakini nyinyi wanakujueni mlivyo. Kwa hiyo kaeni kwenye uhalisia, muwe mna challenge nguvu zao. La yafqahuna qadari azamati Allahi wa qudratihi, hawafahamu kiwango cha ukubwa wa Allah na uwezo wake alionao, ndo maana wanakuwa wana vipimo hasi. Thumma akhbara ta'ala, kesha akatupa habari Allah mtukufu, anil yahudi wal munafiqin, kuhusiana na Mayahudi na hawa ndugu zao wanafiki. Biannahum, kwa sababu biannahum jubanau, Allah anatupa habari ya Mayahudi na hawa ndugu zao wanafiki. Biannahum jubanau, kwamba hawa ni waoga, ni watu wenye oga kweli kweli. Min shiddatil halai, wanaoga kwa sababu ya kule kutokujiamini kwao, au wanapougundua udhaifu wao. Sasa hivi kidogo duniani mnasikia kimya, Israeli naye alichapwa kidogo sana, kumbe na mimi anaweza yakanifika. Lakini alikuwa na hakika 100% dunia nzima hii hakuna wa kumpiga. Ana mfumo wa ulinzi hauingiliki, ananyanyasa watu kama anavyotaka. Sasa imetokezea, sijui kama ni coincidence, kidogo na yeye katikiswa. Sasa hivi kimya, anajipanga sasa aboreshe mara ngapi ili mpaka afikie uwezo wa kuja kulipiza tena. Sasa kaona kumbe na mimi nina udhaifu. Kuna watu wanaojua na mimi udhaifu wangu, weakness yangu. Kuna watu wanaoweza kunipenya mpaka wakanifika chumbani. Sasa hapa ngoja kwanza nijipange upya. Sasa muda anaotumia yeye kujipanga upya, na ninyi mnajipanga vingine. Mtu wenyewe mshauona uchizi wake, akiamka huyu atafanyaje, na nyinyi mnajiandaa. Kwa hiyo Allah kajulisha hayo wanayo wanafiki na hawa ndugu zao makafiri wa Kiyahudi. Wa annahum, pia Allah ametujulisha kwamba hawa watu la yaqdiruna ala qitali almuslimin, hawana uwezo face to face wa kukabiliana kivita na Waislamu, hawana uwezo. Na ndio maana wanaogopa mpaka watu dhaifu. Popote wanapoona Waislamu wanajielewa, wanapiga hatua za angalau ya elimu tu wanasoma, watabomolewa, wavurugwe haraka sana. Uislamu unatisha kwenye dunia sasa.
Ni wadhaifu hawa watu, waoga, na halafu hawana uwezo wa kukabiliana na Waislamu. Sasa hivi wamewamudu Waislamu kwa sababu ya kuwagawagawa, hatuelewani. Tunapambana wenyewe kwa wenyewe na hatuna muamko wa kusema hebu turejeshe nguvu yetu, tuwe na lengo, tuwe na dira. Hatuna hicho kitu. Lakini kikipatikana hicho kitu, watataadabu dunia nzima, watajua Waislamu ni watu ambao hawapigiki, hatuwawezi. La yakdiruna ala qitali almuslimin, Mayahudi na wanafiki ndugu zao hawana uwezo wa kupambana na Waislamu wenye imani thabiti, illa idha kanu mutahassinina fi qalaihim, labda wawe wamejikomelea kwenye ngome zao imara ndani huko. Na kwa ulimwengu wetu wa sasa, mtu kakaa nyumbani kwake, ofisini kwake, tai shingoni, ana kikombe cha kahawa, halafu ndo anapigana vita. Anaagizia kombora linalokimbia masafa ya kilomita 2050, akapige huko, yeye kakaa kwake anacheka. Lakini ile kuingia kwenye uwanja wa vita, tupambane, hawawezi. Wanajua hasa hawawezi. Aruke juu, angushe mabomu, ateketeze watu wasio na hatia, au arushe makombora masafa marefu, akateketeze miji isiyokuwa na ulinzi, halafu wajisifu, wachekelee. Lakini kuingia vitani akapigana na Waislamu hawezi. Labda awe kwenye ngome, kajikomea huko. Ndo kama hivyo, miji imepambwa kwa mifumo ya ulinzi, sijui makombora yanafyatuliwa angani, mwenyewe kakaa ana hakika, hapa niko salama, niko kivulini. Ngome za kisasa hizo. Fakala, Allah akasema kutusimlia jeuri yao iko hivi: la yuqatilunakum jami'an, hawana uwezo wakapambana na nyinyi kwa umoja wao. Hawana uwezo watu wa kusema tuungane tupambane na Waislamu. Na haya yalikuwa yanafanywa, majaribio haya. Vita vya Khandaq ni muungano wa majeshi ya makabila yote ya Kiarabu. Walifanikiwa Makureshi kuwashawishi makabila yote ya Kiarabu ambayo walikuwa hawajaamua kusilimu, waungane, waunde jeshi moja. Wakafanya hivyo. Na wakafanikiwa pia kuwalobi hawa Mayahudi wanaozungumzwa humu, walio ndani ya mji wa Madina ambao wana mkataba wa amani na Mtume. Pia walifanikiwa Makureshi kuwashawishi Mayahudi wawe upande wao. Kwa hiyo Mtume akawa anapigwa vita na watu walio nje ya Madina, na wakawa wanapata watu wa nje ya Madina support ya watu walio ndani ya Madina. Ukaona kama usalama wa Waislamu uko mashakani, uko hatarini. Lakini pia hawakumuweza Mtume na Waislamu. Mayahudi wataalamu wa kila fani walikuwa wanao, na walikuwa na uchumi mzuri, wametoa sapoti ya kutosha ya mali, silaha, vyakula kusaidia jeshi hilo. Lakini pamoja na yote wameshindwa vita. Kwa hiyo Allah anasema kutusimlia udhaifu wao ambao sisi tunashindwa kuutumia. Wao wanajua makafiri udhaifu wetu na wanautumia. Sisi hatuko wamoja. Kwa hiyo hatuwezi kufikia kiwango cha kuanza kutathmini udhaifu wao na vipi tuwashughulikie. Lakini Allah anatuambia la yuqatilunakum jami'an, hawana uwezo hawa wa kupambana na nyinyi hata wakiungana pamoja. Ila labda fi qura muhassanatin, wakae kwenye ngome zao imara ambazo nyinyi hamuwezi kupenya, kama ilivyotokea zoezi hilo la Banu Nadhiri. Wako kwenye ngome zao, wamejikomelea humo ndani, wana hakika Waislamu hawawezi kupenya, na sisi hatutoki, tuna vyakula vya kutosha, tutatumia muda tutakaotaka. Wamo ndani, ndo jeuri yao ilipokuwa. Lakini walipokuwa wanasikia kinachotendeka nje, wakaogopa, na Allah akatia woga kwenye nyoyo zao. Wakasema la, hapa kaliki, wanabomoa hawa. Hata kama hawezi kubomoa all over the sudden mara moja, lakini hata baada ya wiki wanaweza wakautoboa ukuta na wakaingia ndani. Wakiingia ndani hatuna salama. Wanaoga na wao.
na wao wanaoga. Tena katika watu wanaopenda kuishi hakuna kama hawa makafiri. Waislamu hata likiwafika la mauti wanatamani, kwa sababu wanajua wanaenda janna. Kafiri anapenda aendelee kuishi. Kwa hiyo hawa watu Allah ametupa sifa za udhaifu wao. La yuqatilunakum jamia, hawawezi kupigana na nyinyi kwa umoja wao. Illa fi quran muhassanatin, ila wawe kwenye miji ambayo imezungushiwa ngome. Miji ya zamani hujengwa na makuta makubwa kama vile unavyoona ngome Kongo, ukuta mnene kama hivi. Na wakati ule hakukuwa na machinery, madrili ya kutobolea, hizi dawa za sasa za kubomolea magorofa, ukimwagiwa unga tu fulani gorofa linashuka lenyewe. Wakati ule hakukuwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo walikuwa wanajenga wakiwa na uhakika tukiwa ndani humo haingii mtu hata mwezi. Humo ndo wanaweza wakajivuna ndani ambamo wamejijengea ngome zao imara. Maana yake la yaqdiruna ala muqatilatikum mujtamiina, hawana uwezo wa kupambana na nyinyi hata wakifanya umoja wao wakawa wamoja. Illa idha kanu fi quran muhassanatin, labda wawe katika ile miji ambayo wameijenga vizuri kama ngome zao. Nyinyi mkiingia humo mtakuwa mmeingia kwenye mtego, maana mtu ukimuingilia nyumbani mwake mwenyewe hujui alivyojipanga. Kaweka wapi silaha, wapi atajificha, we ukiingia hujamshtukizia, vipi atakupata ye mwenyewe kwake anajua. Wakiwa kwenye miji yao hii werevu wanajua walivyotega. Humu wanakuwa wababe. Lakini tushuke kwenye uwanja wa vita pahala fulani kama walivyofanya Badri, hawawezi makafiri kufanya hivyo. Illa idha kanu fi quran muhassanatin, labda wawe kwenye miji yao ambayo imeandaliwa vizuri yenye ngome imara. Bil asawira wal khanadiqa, miji yao wenyewe wanaijengea makuta manene imara, na humo ndani wanatengeneza na nyumba za chini kwa chini, mahandaki. Naweza mkawaingia msione mtu, dakika 5 nyingi mkawa mmezungukwa. Wametokea wapi watu na tumeingia hawapo, hamjui, ni siri yao wenyewe. Kwa hiyo kwa hadaa, mitego, ndo wanaweza wakapambana. Lakini hamwezi kuwaambia shukeni kwenye uwanja fulani tarehe fulani tukutane. Hawatofanya hivyo. Au min warai jidarin, au wanaweza kupambana na nyinyi wakiwa wako nyuma ya kuta. Jidar ni jamu ya neno au min warai judurin. Judurin ni jamu ya neno jidar. Jidar ni ukuta na judur ni kuta nyingi. Kwa hiyo kama kuna hayo makuta yao makubwa, wanajua adui atatokezea huku, upande huku kuna ukuta, haji mtu kwa nyuma, hapa watakuwa wameshajipanga. Nyinyi kaeni kule angalieni huku, nyinyi kaeni huku angalieni kule, nyinyi hapa mtafesi mbele. Hivyo wanaweza wakawamudu. Maana yake au yakunu min warai alhiyati, au yakunu min warai alhitani, au wawe nyuma ya kuta. Liyastatiru biha, ili wajistiri kwa zile kuta, ajue kwa huku hatokei yoyote. Sasa tujipange kuwaona wanaotokea huku. Wakiingia tu tutajua wenye silaha za kurembea mbali, wenye silaha za mkononi, wanaoingia na farasi, wanaoingia kwa mguu tutawajua, na vipi tutawadhibiti tunajua. Hizi ndo mbinu pekee zilizokuwa zinawapa ushindi kwenye ngome zao au kwenye sehemu ambazo wameziandaa, wakae chini ya kuta zitakazowahifadhi na kutokezewa kwa nyuma. Wanafanya hivyo lifarati jubnihim wa hal'ihim, kwa sababu ya woga wao ulopitiliza. Hawawezi kukabiliana na wenzao kivita uso kwa uso, lazima watumie hadaa na mbinu kama hizo. Ni watu ambao waoga na ni watu ambao wanapenda zaidi maisha kuliko kufa. Ba'suhum bainahum shadidun, wanapopambana wenyewe kwa wenyewe vita vyao vinakuwa vikali. Yani kafiri akipambana na kafiri unawaona wapiganaji wazuri, lakini kafiri akipambana na Waislamu unaonekana mara moja udhaifu wake, hawezi kupigana.
Baasuhum bainahum shadidun, wakipambana wenyewe kwa wenyewe Russia na Ukraine na wapi na vitu kama hivyo, unaona la jamaa hatari. Lakini kama pangekuwa pana Waislamu hasa wanaopigana kwa ajili ya la ilaha illa Allah, udhaifu wa kafiri unaonekana mara moja. Basuhum bainahum shadidun, yani adawatuhum fima bainahum shadidatun, uadui unaochipuka baina yao wenyewe kwa wenyewe unakuwa ni mkali, na wakiingiana maungoni mapambano yao utayaona makali. Tahsabuhum jamia, wakiungana utasema hawa jamaa wako wamoja, wanatisha, wamekuja na sare zao wengi. Wa qulubuhum shatta, lakini udhaifu wao muwafahamu makafiri, nyoyo zao ziko tofauti. Hakuna ile aina ya synchronization baina ya nyoyo zao, kwamba target yao moja, lengo lao moja. Wanakuja hapo wengi, lakini wana interest tofauti nyoyoni mwao.